Leo tutaenda kuzungumzia afya ya wanaume, tutazungumzia magonjwa ya tezi dume pamoja na nguvu za kiume. Kabla tujaanza, naomba ulike na kusubscribe ili tusupport channel hii ili tuweze kuwafikia watu wengi na kualika wageni wengi zaidi. Asanteni, karibuni tuanze. Kuna watu wengi ambao wanatafuta basically wanatumia dawa tuseme either kuboresha erection. So kuna makundi mawili. So kuna hao ambao wanatumia dawa kuboresha erection. Alafu pia kuna watu wengine wanatumia dawa kukuza uume wao. Sasa nataka kujua madhara ya hizi dawa zikoje, na B, changamoto ya erection au erectile dysfunction ipo kubwa kiasi gani kwenye jamii yetu? Kwenye jamii yetu kuna tafiti ambayo nafikiri ilifanyika 2019 iko publish 2021. Ilionyesha kweli kwa jamii ile ilifanyika kwa hapa mkoa wa Moshi. Ipo nyingine ambayo ilifanyika Dar es Salaam. Ukiangalia prevalence ya erectile dysfunction kwa ile population ilikuwa ina range kuanzia 27% kwenda juu. Kwa ni kweli kwamba tatizo linaonekana lipo la nguvu za kiume. Kwa in short, kwa kila wanaume 4 mmoja atakuwa na shida, anaweza kuwa na shida kati yao ya nguvu za kiume. Lakini sasa tunasema tatizo la nguvu za kiume lina mgawanyiko. Inaweza ikawa ni psychological ama inaweza kana tokana na ugonjwa ambao upo kwenye mwili, ama inaweza kuwa ni matokeo ya matibabu fulani ambayo mtu amepewa. Psychological ina maana namna mtu anavyofikiri au mtindo wake wa maisha. Sababu ukiangalia zile tool ambazo tunatumia kuassess nguvu za kiume, cha kwanza kabisa ni confidence ambayo mtu anayo juu ya hilo tendo la ndoa. Ambao confidence inafuatana na mazingira yote ya yeye na partner aliyenaye, ama yeye mwenyewe anaweza kawa na ugonjwa kwenye viungo vya uzazi ambavyo inamuondolea ujasiri wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa ile hali ya kujiamini na kuwa imepungua kwa mtu, anakuwa hawezi tena kuweza kushiriki tendo la ndoa. Na hii tuliona pia kwamba hata watu wenye dalili za kukojoa hizi ambazo ni kutokana na tezi dume, inaonekana kwa sehemu kubwa sana zinapelekea hii psychological effect. Tunasema ni psychogenic erectile dysfunction. Kwa anapata hali ya kujiamini kutoka kwamba na shida nyingine ambayo inahusiana na hivi viungo, ila anaona kama sitaweza kushiriki tendo la ndoa vizuri. Kwa hilo kundi lipo na ni kundi kubwa sana. Kwa tunasema hata kundi la vijana tulionao wengi wanaoripoti kwamba nao wana shida ya nguvu za kiume, hoja ugundua wana hiyo changamoto psychological. Kwa sababu utaona nimekutana na mgonjwa, na wagonjwa wengi sana ambao nimekutana nao ambao ni vijana, atakwambia nikishiriki tendo la ndoa mzunguko wa kwanza naenda vizuri, ila kurudia tendo inakuwa ni changamoto, ambayo sasa hiyo kwetu sisi tunasema sasa inaenda nje ya definition ya erectile dysfunction. Kwa hiyo tuseme hii ni erectile dysfunction, lazima awe anashindwa kuinitiate na anashindwa kuimaintain ile erection yake. Kwa unakuta kama aliweza kuenda raundi ya kwanza, unakuta raundi ya kwanza anaenda vizuri, that means huyu mtu sio kwamba ni tatizo, ila tu ni vitu vingine ambavyo vinatokana ni sababu, maumbile, uzito kupita kiasi, vyote vinaweza vikachochea hiyo hali, au mwenzake na yeye hawapo kwenye mahusiano mazuri. Mbona nichomeke tu swali hapo. Kwa tendo la ndoa mtu anatakiwa ku last dakika ngapi? Swali zuri. Kwa tafiti nyingi ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba tendo la ndoa ndiko last angalau kuanzia dakika 7 kwenda. Okay. Kwa dakika 7 kwenda. Kama unaweza ka maintain angalau dakika 7, basi hiyo sio shida. Hiyo sio shida. Chini hapo tunasema basi huyu anaweza kana shida. Anaenda dakika 3 amesha mwaga kama mwanaume, anaweza kana tatizo. Ambapo tatizo lake inaweza kaa ni hiyo tunaita premature ejaculation. Nakuta sasa sio erection ila ni premature ejaculation, kwa maana ya kwamba anamwaga haraka kuliko kawaida. Ni kitu kigumu sana kuweza kukielezea, lakini wapo wengi ambao wana hiyo changamoto. Na hii wanapataga wengi ambao wanasema alikuwa anafanya hali ya kujichua kwa muda mrefu, huwa anakuwa anafikia hiyo hatua kwa sababu yeye psychologically tayari anakuta hawezi kupata ile sensation kama mtu ambaye hajawahi kujichua. Mikono ya mtu na namna ambavyo mwili wa mwanamke ulivyo ni vitu viwili tofauti vivyo mbili. Kwa hiyo kwa sababu ya joto ambalo mwanamke analo, unakuta huyu mwanaume hawezi kumudu muda mrefu
ile tendo ya ndoa na anakuwa anafikia hatua ya kuweza kupizi haraka, tofauti na yule mtu ambaye hajawahi kufanya hiyo hali, kwa sababu sensation inakuwa imepungua. Kwa hiyo kati ya changamoto ni masturbation. Masturbation inaonekana ni changamoto. Of course zipo tafiti zinaonyesha kwamba masturbation ya pornography haipelekei erectile dysfunction. Lakini ziko tafiti kwa zinakinzana, ni kitu ambacho tunasema ni controversial bado. Ziko ambazo zinakinzana zinasema kwamba inapelekea kwa sehemu fulani. Lakini kikubwa ambacho kimegundulika mpaka sasa ni kwamba mtu anayefanya masturbation anapata temporary effect. Kwa ile erectile dysfunction inayotokana na huyu wa masturbation ni more psychological, na kingine ni kwamba sensation ya zile sehemu za kwenye uume inakuwa imepungua. Kwa hiyo ni tatizo ambalo kama akiliacha au jambo ambalo akiliacha anaweza karejea kwenye ubora wake, tofauti na yule mtu ambaye anafanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo ile hali ya kufanya kwa muda mrefu sana, kutumia nguvu sana, ndivyo vitu ambavyo vinaonekana vinachangia tatizo kuwa mbaya zaidi. Kwa sababu nafahamu sasa hivi like kati ya addictions zinazoongezeka sana duniani ni pornography. Ni kweli. Ambayo ndio inaongezeka kwa kasi. I think pamoja na betting, lakini lakini basically unavyosema ni kwamba all these psychological effect asilimia kubwa ni vitu ambavyo ni temporary. Mtu akiweza kushughulika na kile ambacho kinamuaffect ni rahisi sana kurejea kwenye ubora wake. Okay. Ila sasa wengine tunasema inaweza kuwa ni vasculogenic, inaweza kuwa sababu ya neurogenic. Hizi vasculogenic maana yake ni mishipa ya damu inakuwa imepata athari. Kwa sababu ili uume uweze kusimama vizuri, damu nyingi inabidi iweze kufika kwenye ule uume wake. Na uume uweze kumaintain. Kinachofanya uume usimame ni damu nyingi kufika kwenye uume. Kwa mtu yeyote ambaye ana shida kwenye mishipa ya damu, ambayo sasa inaweza kutokana na sigara, inaweza kutokana na unywaji wa pombe, inaweza kutokana na pressure, vyote hivi vinafanya kwamba ile mishipa ya damu inakuwa inaziba. Wengine wanasema inatengeneza atherosclerosis. Hivi vitu vinakuwa vinaleta shida kwenye mishipa, damu nyingi inakuwa ifiki kwenye ile site. Kutokana na hilo mtu anaweza kaona dalili zinakuwa mbaya kwake, kuonyesha na mtu ambaye hajapata ya madhara. Okay. Wengine ni neurogenic, sasa ni wale watu ambao unakuta aliwahi kupata athari kwenye mgongo, sababu mishipa ambayo inapeleka kwenye inaenda kwenye uume na kupeleka fahamu kwenye uume ni mishipa ambayo ina originate kutoka kwenye mfumo wa mgongo, wa fahamu kwenye level ya mgongo ama kwenye kichwa. Kwa kama mtu ana historia ya stroke, ana historia ya kupata saratani kwenye ubongo ama mgongo aliwahi kuumia, automatically hata nguvu za kiume zikaathirika, lakini kwa sababu ya mishipa ya fahamu inakuwa imeshindwa kupeleka fahamu sehemu ya uume. Nirejea kitu kimoja. So kuna watu au kuna imani ambayo ipo, sijajua kama ni kweli, utaniambia. So wanafikiri either like kufanya tendo la ndoa mara nyingi, so multiple sex au masturbation, pornography na vitu kama hivyo vinaweza vikachangia kuwa na tatizo la tezi dume kuwa kubwa. Kuna tafiti moja ambayo ilifanyika ikaonyesha kwamba mwanaume ambaye anafanya ejaculation angalau mara 21 kwenye mwezi anaonekana kuwa kwenye riski ndogo ya kudevelop saratani ya tezi dume kulinganisha na mwanaume ambaye wao walinganisha na wanaume. Tafiti nyingine zilionyesha wanafanya mara 4 mpaka mara 7. Wakaona wale waliokuwa wanafanya mara 4 mpaka mara 7 ejaculation walikuwa na riski kubwa. Ipo hiyo tafiti. Ukisoma hiyo tafiti yenyewe inachozungumzia hasa ni kwamba kwa sababu tunasema ili saratani ya tezi dume develop ni kutokana na vitu ambavyo vinaitwa inflammation. Tunasema ni inflammatory storms. Maana yake anakuwa na hali ambayo imekuwa endelevu ya kuweza kupata hali ya mwili kushambulia vitu vingine kwenye ile tezi. Kwa hiyo ukiangalia wanaonyesha kwamba kama mtu anapata bacterial infection au prostatitis za mara kwa mara, mtu ambaye anakuwa na mkojo ambao una kemikali nyingi mara kwa mara, uric acid nyingi kwenye mkojo, wanaonyesha kama ni vitu ambavyo vinaonekana vilikuwa vinachochea sana hali ya tezi dume kuwa na mashambulizi kwa ajili ya kujikinga. Kutokana na hiyo hali, baadaye sasa huyu mtu anakuwa kwenye risk ya kudevelop saratani ya tezi dume na huyu mwingine. Kwa hiyo inaonekana yule ambaye anafanya hiyo ejaculation mara nyingi ni kama anakuwa na flash hizo sumu. Lakini hiyo ni tafiti moja tu, hatuna tafiti nyingine ambayo imeonekana inaonyesha hicho kitu. Kwa hiyo ipo hiyo tafiti ambayo inaonyesha kitu cha namna hiyo. Kwa maana ya kwamba ejaculation ambayo inafanyika, wao ndio waliona hiyo kwamba aliyefanya ejaculation mara 21 alikuwa kwenye riski ndogo kulinganisha na aliyefanya mara ngapi? Mara 4 mpaka mara 7. Kwa sasa ni speculation. Hiyo ni kama speculation, si kwamba tumeshapata causal effect relationship. Zipo dawa ambazo watu wanazitumia sana kwenye mambo ya nguvu za kiume. Na changamoto ya zile dawa ni kwamba zenyewe zinafanya kazi kwa namna ya kufanya damu nyingi
kufanya moyo usukume damu nyingi kwenda kwenye uume. Sasa wengi sana na wazee wengi wanapenda kuitumia. Ni short acting drug, nasema akishatumia mtu within 6 hours inabidi ashiriki hilo tendo. Kinachoweza kujitokeza hapo ni kwamba anapoenda kushiriki tendo anakuta moyo unaenda kasi kupita kiasi kwa kiwango ambacho anashindwa kuvumilia. Wengine inaletea madhara kabisa kwenye hiyo hali. Kwa issue kubwa ni kwamba inaenda kuharibu mzunguko wa damu. Kwa sababu dawa nyingi zilizotengenezwa ni zile ambazo zina target kufanya damu nyingi iweze kufika. Kwa zenyewe zina deal na hivyo vasculogenic cause, lakini haziwezi kuaddress hizi issues zingine hizo. Kwa mara nyingi sana hizi issues zingine kama ni kwa sababu ya neurogenic ama la, huwa kuna aina ya operation ambazo zinafanyika za kuweza kucorrect swala la nguvu za kiume. Kwa kuna baadhi ya operation ambayo ni kubwa inafanyika siku hizi, nafikiri Tanzania tuna center ambazo zinafanya kama Dar es Salaam pale una Benjamin Mkapa nafikiri anafanya, ambapo unaweka inaitwa penile implant. Kwa hizi implant zenyewe zinaenda kuact kwa niaba ya hizi corporeal bodies ambazo ziko kwa juu. Maana kwamba damu haifiki, sensation imeharibika. Kwa hizi implant zinakuwa na kimiminika chake maalum. Kwa hiyo inakuwa kama switch maalum, mtu anapotaka kushiriki tendo ndo anaweza karuhusu ile fluid kuweza kuflow na uume unasimama na anaweza kashiriki tendo. Basi hata Tanzania inafanyika. Okay.